vinakutukuza. Wewe Mesia, viumbe vyote vinakutukuza. Ni 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 wewe Mesia. Vinainama, vinainuka, vinasema mtakatifu, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Mesia, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Mesia, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Mesia, hata na sisi tunakutukuza. Ni wewe Mesia, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Mesia, viumbe vyote vinakutukuza. Yesu, Ni wewe Mesia, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Mesia, viumbe vyote vinarukaruka. Ni wewe Mesia, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Mesia, viumbe vyote vinakutukuza. Yesu, Ni wewe Mesia, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Mesia, hata na sisi tunakuhimidi. Ni wewe Mesia, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Mesia, viumbe vyote vinakutukuza. Yesu, Ni wewe Mesia, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Mesia, viumbe vyote vinarukaruka. Ni wewe Mesia, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Mesia, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Mesia, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Mesia. Haleluya. Baba yetu na Mungu wetu wa rehema, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya siku njema ambayo umetupa Bwana. Hakika Mungu ni wewe unastahili kutukuzwa. Viumbe vyote vinakutukuza, pamoja na sisi watakatifu wako tulioko duniani ambao ndio bora unaopendezwa nao. Miti inakusifu, milima inakusifu, mabonde yanakutukuza wewe, wanyama wa mwituni Baba, hata ndege wa angani wanapiga kelele zao, wanakutukuza wewe Mungu liye hai. Heshima inatoka nyikani inakulaki wewe. Mito inapiga makofi yake Bwana mbele za uso wako. Milima nayo inainuka na kuinama mbele zako, kwa sababu wewe ndiwe Mungu wa kweli, ndiwe Mungu pekee uliye mtakatifu. Asante kwa ajili ya siku hii Baba, ni siku ambayo umeifanya tena, nasi tunajisikia neema kuwepo mbele za uwepo wako. Basi Mungu, watumishi wako tuko mbele za uso wako Bwana. Acha neema yako jioni ya leo itufundishe, maana umesema neema yako inatufundisha kukataa ubaya wa kila namna, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Mungu wetu uliye mwema, sema nasi watoto wako, sema nasi watumishi wako, maana tuko tayari kukusikia. Tunataka tuyafanye mapenzi yako, hatua zetu ziimarishwe na wewe, katika jina la Yesu. Karibu Roho Mtakatifu, utufunulie siri hii ya ufalme wako Bwana. Nami nanyenyekea kwako Bwana Yesu, nitumie kama chombo chako Bwana, kama ikupendezavyo kwa utumishi wa jioni ya leo, kama ulivyokusudia, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Utukufu wote Baba na heshima Mungu viko mikononi mwako. Asante kwa ajili ya wema wako, asante kwa ajili ya utukufu wako. Wote tuseme amen. Amen. Mshangilie tu Bwana. Haleluya. Basi unaweza ukakaa tu katika uwepo wa Mungu. Haleluya, haleluya.
Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Tunapenda kumshukuru Mungu tena ametupa Jumanne nzuri iliyobarikiwa kutoka kwa Bwana. Amen. Wangapi wanajisikia furaha kwa Mungu? Amina. Yesu akutie nguvu tunapojifunza neno hili ambalo Bwana ameliachilia tena kwetu siku hii ya leo. Wale ambao tulikuwa nao katika Jumanne ile iliyopita kwenye darasa hili la kujifunza namna ya kumtumikia Mungu, darasa la utumishi, tulijifunza neno ambalo lilikuwa na kichwa kinasema vizuizi vya utumishi. Vizuizi. Vizuizi. Tulijifunza habari ya vizuizi. Na tuliangalia kizuizi cha kwanza katika utumishi unaotumika. Nilisema utumishi ulio na msingi mzuri unaanzia nyumbani, au unaanzia Yerusalemu yako. Na nilisema wale wa nyumbani mwako wanaweza wakatumika kuwa kizuizi kizuri cha kukuzuia usiende mahali pale ambako Mungu anataka uende, ama ufanye utumishi ule ambao Mungu anataka utumike. Na tuliangalia mfano wa Paulo. Paulo walimpinga wale ambao walikuwa ni wa nyumbani mwake kwa lugha ya kibibilia, wale waliokuwa karibu naye. Wakati mwingine wanafunzi hawakumuelewa, na nilikupa mifano mbalimbali namna ambavyo aliteremshwa hata kwenye kapu akashushwa nje ya ukuta kwa sababu wako tu ambao hawakumkubali. Walimwekea mashauri mbalimbali ya kutaka kumuua. Lakini nilikuonyesha mfano mwingine wa Yesu Kristo mwenyewe. Ndugu zake walikuwa kizuizi kizuri, na wengine walisema huyu ni mwana wa seremala tu hapo. Kwa hiyo utumishi wake haukukubalika kwa haraka nyumbani. Lakini nilikuonyesha mtu mwingine nikakwambia anaitwa Daudi. Ndugu zake walimpinga, walikuwa kizuizi, lakini hakuacha kufanya utumishi ule ambao Mungu amemtaka kutumika. Lakini nilikuonyesha mtu mwingine kibibilia anaitwa Daudi. Wale aliozaliwa nao anaitwa Yusufu. Walitumika vizuri kuzuia ule utumishi ambao Mungu aliweka ndani yake. Na nilisema hivi, katikati ya upinzani wote huo, hautuzuii kutumika mbele za Mungu. Lakini nilikwambia ni vizuri unapoandaliwa kumtumikia Mungu, fahamu jambo hili la msingi. Lazima utumike ukiwa na unajua mbingu zako zimefunguliwa, ziko wazi. Na tuliona kwa nini mbingu zetu zifunguliwe. Tuliona kwa nini mbingu zetu zifunguliwe. Tulisoma kile kitabu cha Mathayo sura ya 3 mstari wa 16 ambao naomba tuanzie hapo. Sema hakikisha mbingu zako zimefunguliwa. Ukisoma hichi kitabu cha Mathayo sura ya 3, unaona vizuri ule mstari wa 16. Biblia inasema hivi. Inasema, naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda toka majini, na tazama mbingu zikamfunukia. Akamuona Roho wa Mungu akishuka kama hua, akija juu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikwambia Yesu hakuanza utumishi mpaka hii hatua ya kwanza ilipofanyika katika maisha yake. Yesu alipokuja duniani, nilikwambia namna ambavyo mbingu zilimfungukia yeye, na akahakikisha mbingu za watu zimefunguka, akahakikisha mbingu zimefunuka. Hatujaangalia sana kile kipengele
cha mbingu zikapasuka. Lakini kwa haya mambo mawili tulijifunza hapo na tukaona kitu kikubwa sana. Na nikasema mbingu zako zinapofungwa hauwezi kufanya utumishi ule ambao Mungu anataka ufanye, hata ukikutana na upinzani. Kama mbingu zako zimefunguliwa, utapata msaada kutoka juu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mbingu zilipofunguka, Roho wa Bwana alishuka juu yake, na ndipo yeye mwenyewe alisikia ile sauti. Lakini watu walisikia ile sauti. Na nikakwambia hivi, swala kubwa hapa la kimsingi ni utumishi wako kusikia sauti ya Mungu. Nilikwambia neno la kuisikia sauti ya Mungu sio neno dogo. Ni neno kubwa lenye dhamana kubwa. Kwa sababu ni wengi wanaosikia lakini hawasikii. Na ndio maana Biblia inasema wale watakaosikia kwa bidii. Shetani anaruhusu watu wasikie, lakini wangapi wanasikia? Maana kinachomaanisha tumesikia ni kuyatenda maagizo au maelekezo ya ule utumishi uliopewa. Na nilikuonyesha maandiko kwamba utumishi ni maagizo. Hakuna mtu anayetumika utumishi ambao ndani yake hakuna maagizo. Na nilisema huwezi kutumika chochote, huwezi kutumika kila mahali. Kuna kitu Mungu amekuagiza kulingana na utumishi uliobeba. Kuna agizo. Yeremia akasema, nawezaje kutulia ikiwa ndani yangu kuna agizo? Kwa hiyo tulijifunza tukaona mbingu zikifunguka utaisikia sauti ya Mungu wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe utaisikia sauti ya Mungu. Utaisikia sauti ya Mungu. Kwa hiyo nataka leo tuanzie hapa. Tuanze hivi. Yesu alipokuja duniani, sikiliza, alikuta mbingu za ulimwengu zimefungwa. Halo. Yesu Kristo, kwa sababu Biblia inasema hivi, yeye alitumwa kuja kuokoa ulimwengu na dhambi zake. Kwa sababu ya dhambi alikuta mbingu za ulimwengu zimefungwa. Mbingu za kanisa, mbingu za watu zimefungwa. Kwa hiyo hata yeye mwenyewe hakuwa na mpenyo wa kufanya kitu chochote. Na ndio maana tunaona umuhimu wa Yesu kuhakikisha mbingu zake zimefunguliwa, kuhakikisha mbingu za watu zimefunguliwa. Hakukuwa na upenyo, hakukuwa na connection kati ya Roho Mtakatifu na yeye, kwa sababu mbingu zilikuwa zimefungwa kwa sababu ya nguvu ya dhambi. Na ukisoma Kumbukumbu la Torati 28 na ule mstari wa 23, utaona maandiko yanasema kwa sababu ya dhambi. Ukisoma ile mistari ya juu iliyotangulia wa 23, kwa sababu ya dhambi anasema mbingu zako zitakuwa shaba, na nchi iliyoko, anasema mbingu zilizoko juu yako zitakuwa shaba. Alafu anasema na nchi iliyoko chini ya miguu yako, nchi yako itakuwa chuma. Hivi ndivyo Yesu alivyokuta mbingu zikiwa. Na ndio maana tungesogea hichi kipengele hatutakiangalia leo. Tunaona mahali pengine Yesu amezikuta ni ngumu kiasi kwamba zinahitaji kupasuliwa. Yesu alikuta mbingu zikiwa shaba. Hakuna kinachoingia, hakuna kinachotoka. Maana yake giza limetanda. Maombi hayapiti. Na ndio maana Biblia inasema nuru ilikuja wala giza halikuiweza nuru. Yesu alikuja kupambana na mbingu zilizofungwa kwa sababu ya dhambi. Na ndio maana Yesu alishughulika na dhambi, lakini hakuwa na mahali pa kupenya. Asingepata msaada wa Roho Mtakatifu
kama sio utumishi wake kutii maelekezo, kutii agizo la Mungu. Sikiliza, Yesu alikuwa mwana wa Mungu. Hakuwa na sababu ya kwenda kubatizwa mto Yordan. Maana Yohana alimshuhudia akisema, yeye ajaye nyuma yangu anabatiza kwa nini? Anabatiza kwa nini jamani? Kwa moto, si ndio? Nasema hata mimi sistahili. Kwa hiyo ubatizo wa Yohana haukuwa kwa ajili ya Yesu, ulikuwa kwa ajili ya watu. Lakini kwa sababu ya maelekezo ya utumishi Yesu aliyoubeba, ilibidi apitie taratibu zote kama mwanadamu. Halo? Ilimlazimu apitie taratibu zote. Ndio maana Wafilipi anasema alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekesha. Ilimlazimu apitie, na yale yalikuwa ni maelekezo ya kimungu, na Yesu hakuvuka hatua hata moja. Sikiliza, hiyo ilikuwa ni kwa sababu ya dhambi. Sikiliza, kama Mungu hapewi nafasi ya kutawala mbingu zako, ujue lazima yuko atakayetawala. Kwa sababu nitakuonyesha hapa mbele kidogo umuhimu wa mbingu zako kufunguliwa. Kwa nini mbingu zako ziwe wazi? Kwa nini mbingu zako ziwe wazi? Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Tunaenda pamoja kanisa? Tunaenda pamoja? Sikiliza, kama Mungu asipopewa nafasi, wewe usipompa nafasi, usipomwekea Mungu mazingira ya mbingu zako kufunguliwa, ya mbingu zako kuwa wazi, fahamu kuna spirit, kuna roho zinazopambana kwenye mbingu kuhakikisha wewe haupati mawasiliano na Mungu aliye juu. Bwana Yesu asifiwe. Sio mbinguni, nimesema kwenye mbingu. Kuna tofauti ya mbinguni na kwenye mbingu. Kwa hiyo wewe usiongezee mbinguni, ni mbingu. Biblia haijakosea ikiandika mbinguni, anamaanisha mbingu. Stefano alipomuona mwana wa Adam mbinguni, mbingu zikafunguka kule, aliondokea. Kuna tofauti ya mbinguni na mbingu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Nitakuonyesha baadaye hapa mahali anaposema mbinguni, mbingu ni pa namna gani. Sikiliza, kuna roho zinazotawala ambazo sio tu zinashughulika na anga. Kuna anga na kuna mbingu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Unaweza ukavichanganya hivi vyote, ukavichukua vyote kwa jumla jumla, lakini ukitulia na Roho Mtakatifu anaanza kukupambanulia, kukufundisha. Sikiliza, mbingu ni mahali ambako pana utawala. Halo? Kwa hiyo mwanadamu, mbingu zake zikivamiwa na giza, shetani anapata nafasi ya kutawala kwenye hizo mbingu zake, na akizitawala anamwachilia roho moja inayoitwa Malkia wa mbingu. Halo? Kuna watu wanaombeaga mbingu zao, wanapita kama mtu anakula ugali na sukuma wiki. Baba, na mbingu zifunguke ninapoenda, alafu anawekeza nguvu mahali fulani. Wekeza nguvu kwenye mbingu zako zifunguke, maana pana utawala. Pana connection kubwa kati ya mbingu na nchi kuleta baraka za mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza, kile kitabu cha Yeremia 7 mstari ule wa 18 tusome. Kitabu cha Yeremia sura ile ya 7 na ule mstari wa 18 tuone pale, ni kuonyeshe kitu. Anasema hivi, watoto huokota kuni na baba zao huwasha moto, na wanawake hukanda unga, ili kumfanyizia mikate Malkia wa mbinguni, na
kuwamiminia miungu mingine sadaka za kinywaji, anasema wapate kunikasirisha mimi. Ukisoma mahali pengine anasema wamefukiza uvumba wao kwenye mbingu, wakimfukizia malikia wa hizo mbingu. Sasa hapa ameenda mbali kidogo, kwa sababu kazi ya shetani huwa anajiongeza kwa sababu anataka kuabudiwa, lakini hawezi kufika mbali kwa sababu Mungu ndiye wa kuabudiwa peke yake. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Anasema huyu malikia wa mbingu, wako watu waliomwabudu na kumfukizia uvumba. Ukisoma tutaona mistari ya mbele, anasema na kwenye mbingu kuna maji yaliyoko juu ya mbingu. Kwenye dunia chini kuna maji, bahari, na chini kuna maji. Anasema na juu ya mbingu na kwenyewe kuna maji. Achana na yale maji yaliyoko chini ya hekalu la Mungu. Mbingu zina maji. Ndio maana kuna connection, kuna mawasiliano kati ya wingu likitoka baharini, lazima mbingu zipokee, zionyeshe ishara kwamba kuna mvua, si ndio jamani? Lazima mbingu zipokee, mbingu ziwe nyeusi. Kuna mawasiliano yako hapo. Sikiliza, mbingu zako zinaweza zikafungwa na hii roho na zikawa ngumu kama kuna uhalali wa dhambi, au wewe mwenyewe haumtafuti Mungu kwenye hili eneo, haumtafuti Mungu kwenye eneo la mbingu zako, au mbingu za eneo, au mbingu za nchi, au mbingu za taifa. Kama kunaweza kuwe na wakuu wa anga, basi hata ulimwengu wa roho kuna wakuu wa giza, kuna nguvu za giza zinazokaa kwenye mbingu. Na ndio maana kuna wengine wana mbingu mpaka ya 7 na ya 10 na ya 13. Juzi tulikuwa tunaomba na mama mmoja ambaye ameitesa sana familia yake. Yaani yeye mwenyewe ametumika kuzimu, na anajua kwa nini anatumika, na amekubali kutumika, na ameingia mikataba. Anasema mimi ni malikia wa mbingu ya 5. Lakini kiBiblia hakuna mbingu ya 5. Halo, kama anaweza kuongeza mbingu zake, ujue kwamba hizo mbingu anafanya vita na mbingu sahihi za Mungu zilizoko. Na tukamwambia uko tayari kuacha? Akasema ni mpaka auwe, na agenda yake moja, anamfuatilia mtumishi mmoja, na huyo mtumishi ni mimi. Agenda yake anasema huyu, kwa sababu alikataa kwenye familia mambo haya, kwa hiyo nimepewa kudili naye, akifikiri kwamba atanipata amechelewa. Kwa sababu sisi tuna mbingu 3 ambazo ziko very strong. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu anatawala kwenye hizo mbingu. Kwa hiyo kuna vita, watu wa Mungu. Unapoomba kwenye maombi yako, hakikisha mbingu ni agenda yako kwenye maombi. Alo, Daudi amesema vizuri kuhusu mbingu. Sasa kuna watu Mungu wao wanamfukizia huku juu. Wengine anakaa kwenye jua, wengine kwenye mwezi, wengine kwenye nyota, wengine kwenye mbingu. Sasa shetani, hizo ni kazi za ibilisi. Sikiliza nikwambie, nikuseme kidogo alafu tumalizie kwenye upande mwingine mzuri wa Bwana wa majeshi aliye juu. Halo, kazi ya huyu malikia wa mbingu, akipata nafasi, asipopewa nafasi hakai. Mungu ndiye anayetawala, tutaona hapa mbele. Akipewa nafasi kwa sababu ya dhambi, na usiwaze tu mbingu zako, kwa sababu pale unapokaa kuna watu wengi hawamjui Mungu na wanafanya dhambi.
Wako watu na miungu yao wanakuja kwenye nchi wanaingia. Wako watu na miungu yao wanakuja kwenye kijiji unachoishi wanaingia. Wako watu na miungu yao wanakuja kwenye wilaya unayoishi ya Kinondoni, wengine labda Temeke, wengine ni mikoa, wanakuja na miungu yao, wanaingiza, wanakaa, wanaishi katikati yetu, kama maandiko yanavyosema habari ya ile miungu ya Waamori. Baba zao waliitumikia wana wa Israeli. Kwa hiyo inawezekana isiwe wewe, lakini kuna watu wana miungu yao na wanakuja wanaishi katikati ya mji, katikati ya mkoa, katikati ya nchi. Kwa hiyo tusipojifunza kuombea nchi, sikiliza, na mbingu za mtumishi anayetumika kufunguliwa, vurugu hii lazima itatokea. Vurugu hii lazima utaiona. Vurugu ipi? Mahali ambako pana roho ya Malkia wa mbingu, dalili zake utakazoziona ni hizi. Nasema tu kidogo maana Mungu amenipa neema ya kupita kwenye hiyo vita. Kwa hiyo hivi ni vitu nilivyojifunza mimi mwenyewe kwa Roho Mtakatifu kwa sababu ya mapito. Jambo la kwanza utakaloliona, jambo la kwanza, analeta roho ya biashara. Roho ya biashara. Yaani utumishi, watumishi wengi wanaingia kwenye biashara. Yaani utumishi unakuwa kibiashara zaidi. Mchungaji aliwahi kufundisha hapa nyuma, lakini kusisitiza kidogo ili uone hii spirit inatoka wapi. Sikiliza. Ukiona kwenye mji, ukiona kwenye mkoa, ukiona ndani ya kanisa, ukiona ndani ya familia, kuna mtu mwenye roho ya utumishi ndani yake, anatumika, anamtumikia Mungu, lakini kipaumbele chake ni pesa. Kipaumbele chake ni pesa. Wakati kibibilia kipaumbele cha Mungu ni roho za watu. Pesa tunaihitaji, lakini sio ya kwanza. Biblia imesema mkiipenda dunia kumpenda Mungu hakumo ndani yake. Msiipende pesa na tamaa zake, kumpenda Mungu hakupo ndani yake. Sikiliza, Paulo ameandika haya maneno vizuri. Ukiona mahali popote penye watumishi alafu kipaumbele ni pesa, jua roho ya Malkia kwenye hizo mbingu inafanya kazi. Wapatikane watu watakaosimama kuhakikisha hizo mbingu zinaachiliwa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta mtu anachipuka kwenye utumishi, Bwana anamchipua kama kwenye shina la Yese. Biblia inasema nitachipua machipukizi kwenye shina la Yese. Kwa hiyo mtu anapoanza kuchipukia, ghafla unaona macho yake yanaanza kuelekea kwenye pesa. Na mtu ambaye anatawaliwa au kukontroliwa, kuendeshwa na hii spirit ya Malkia, anaanza kuchagua hata watu wa kuhudumia. Najua hii haikubaliki sana, lakini inakubalika kwa jina la Yesu. Ndio neno la Bwana hili. Hili ndilo neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Halo. Watu wanaanza kuchagua, na watu wanaanza kumsingizia Roho Mtakatifu. Roho wa Bwana ameniambia si mimi nitakaye kuhudumia. Kumbe ameangalia hali yake, anajua huyu hapati chochote, hapati fungu la 10, hana mshiko. Kwanza amemsikiliza, analia shida kuanzia mguuni mpaka kichwani. Na watu ambao wametumika na spiriti hii ya Malkia wa mbingu, utumishi umekufa, hauendagi mbali. Yeye akija hata akipewa kusimama mahali, anatafuta makambale. Haangalii ufalme wa Mungu ndani ya kanisa, haangalii roho za watu. Maana huyu mtu unayemuona hohehae leo, humjui kesho ni nani. Yawezekana ndio wale Biblia imesema kwenye Isaya, na watu wako watapajenga mahali pako. Inawezekana kesho huyu unayemhudumia ndiye Bwana atamtumia kufungua mahali pako.
lakini hatutumiki tukiwa na jicho hilo. Sasa kazi ya hii Malkia wa Mbingu ni kuhakikisha katikati ya watumishi analeta roho ya biashara. Inafika mahali mtumishi akijua mahali anapata posho ndogo haendi. Anasema jamani, unajua sisikii kabisa mzigo. Sio swala la mzigo, umeona posho ndogo, huendi. Unatafuta mtu mwingine, unasema nitakutumia mtu. Unauza wito wako mwenyewe. Unauza wito kwa sababu paliko padhaifu ndiko nguvu ya Mungu inadhihirika. Ndiko Bwana anakoonekana. Sasa unataka uende pale unakopewa. Paulo anasema kwenye utumishi tunatakiwa tujifunze hali zote. Kama ulipanda ndege juzi, ukipakiwa pikipiki kubali. Usiseme mimi ni wa ndege kwa hiyo mnanishusha hadhi. Wewe hujashushwa hadhi kuliko Yesu. Na bahati mbaya ulivyo navyo sio vyako, ni vya Mungu. Huna chochote, Bwana akiviondoa hata mkokoteni hautakusalimia barabarani. Acha tu pikipiki, unaagizwa pikipiki ije kuchukue. Unasema unajua mimi ni wa Mbezi Beach. Jina lisikupe kiburi. Nyuma ya jina hata spirit ya Malkia inaweza ikakaa kuwapandisha watu kiburi. Hapo ameni hazipo. Usipoangalia utumishi Mungu aliyokupa, unaweza ukakuta unatumika kwa hii roho ukifikiri unamtumikia Mungu, kwa sababu ina sura ya kimungu Mungu, lakini sio Mungu. Sasa hii ni muhimu ili usichanganye utumishi Mungu aliyoweka ndani yako. Tanzania tuna wimbi zito linalopita kwa watumishi. Na Mungu wa mbinguni atusaidie na atunusuru. Atuwezeshe kusimama kwenye agizo. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Nilikuwa nasikia ushuhuda wa binti mmoja. Mtumishi alipogundua kwamba huyu dada ni mdhaifu hata pa kulala hana, akaanza kumkebehi kwenye maumivu alionayo. Mtu ametoka huko mbali, ameacha kwenda kwa waganga, ameacha kwenda kwa wachawi, ameachana na miungu ya baba zao, ameamua kuja amtafute Yesu. Anakutana na mtumishi, alafu mtumishi anamhoji kama kituo cha polisi. Wewe sikiliza, kama sio neema ya Mungu hata hicho kitu unachokalia usingekuwa nacho. Kama umekipewa, kalia kwa unyenyekevu. Yeye ni mtu anamhudumia, mtu anatikisa mguu, yani kana kwamba yeye ni mkubwa sana. Wewe ni mdogo. Ni punje, Biblia inasema ni neno dogo kukufanya wewe kuwa mtumishi wake. Haujasoma Isaya? Neno dogo sana. Na nilikuambia juzi, anaweza kafanya hata manzi kuwa watumishi wakapeleka habari. Ukasikia tu manzi ya chooni, majeshi yamekuja huko, okokeni mbii, okokeni mbii, okokeni. Na watu wakaokoka. Ukuona manzi yametumwa kumchapa Farao, paka kainua mikono juu. Wewe vipi wewe? Kama umepewa neema kusimama kwenye utumishi, Mungu anaweza katumia hata mende wamtumikie. Kwa hiyo elewa ulichopewa ni neema kutoka kwa Mungu. Usijifanye we ni settler. Unajua masettler, hizo lugha sasa hizi zimesaulika. Yani we ni meneja fulani hivi. Hudumia kwa unyenyekevu kwa kile ulichopewa kwa Bwana. Usisimame kama wewe ndio Mungu wa dunia. Imeleta roho ya biashara, mashindano. Watumishi kwa watumishi, mashindano. Mnashindania kwenda wapi? Biblia inasema tuishindanie imani na sio mavazi wala chakula wala huduma. Tuishindanie imani ndani ya Kristo. Piga vita vilivyo vyema. Hiyo ndio tulioagizwa kushindania. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ukiona inaleta biashara, jua hata tabia za kibiashara zimo ndani. Kwa hiyo wewe ambaye Bwana anataka akutumie, ukiona dalili
ni kwenye mji, ni kwenye nchi, ni kwenye jopo, mahali Mungu amekuweka, kuna hichi kitu, jua roho ya Malkia wa mbingu iko kwenye hilo eneo. Tunahitaji kusimama na Mungu, hizo mbingu ziachilie, zifunguliwe. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi kukaa hivi kwa sababu Biblia inasema mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Mtumishi anaanza vizuri, anaishia kwingine. Sikiliza mtu wa Mungu. Lakini hapo nimegusa tu, siingii kwa kina. Anasema hivi, jambo lingine la pili ni kuomba vibaya. Hii roho ya Malkia wa mbingu. Sasa kuomba vibaya kunaweza kukaa kwa aina nyingi, lakini jifunze kile ambacho Roho Mtakatifu alinisaidia na mimi kukielewa. Ukiona mahali wako waombaji, ukiona mahali wako watumishi wa Mungu, ukiona mahali kanisa la Bwana lipo, alafu kuna watu wana roho ya kuombea wengine mabaya tu na kutabiria wengine mabaya tu, hiyo ni roho ya Malkia wa mbingu. Hata msipoikubali, nitaisema kwa ujasiri. Nisikilize vizuri. Kuna vitu huwa Mungu anavileta kiufunuo, sawa? Kuna vitu huwa Mungu anavitoa maagizo. Lakini ukiona kuna kakikundi na tabia zake kamejitenga, alafu kazi yake ni kutabiri mabaya. Nilimuona mwinjilisti ananyoka kichwani. Nilimuona mwinjilisti kaparalyze. Nilimuona mwinjilisti kavunjika mguu. Nilimuona mwinjilisti amevamiwa na majambazi akapigwa, na apigwe kwa sababu yeye yuko 1 2 3, wanaanza kumkosoa, kumchambua. Halo. Alafu dalili nyingine hii, hapo lile baya likitokea wanafurahia. Wanasema tulisema Bwana atamtupa mbali. Sio Bwana. Hayo maombi ulioomba hayakwenda kwa Mungu, yalidakwa na Malkia wa mbingu kwa sababu ya kuomba vibaya. Na Malkia wa mbingu anakuja kutekeleza kwa sababu ya ule umoja tunaoshikana na mwinjilisti kila siku. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, sisi tunakujua wewe ni mmoja wetu wa watumishi, lakini kumbe katikati wewe una chuki mbaya na kanisa la Mungu na roho wa Bwana. Una chuki mbaya na watumishi wa Mungu. Unawaonea watumishi wa Mungu uchungu kama wanyongo. Unauelewa kwenye kitabu cha Matendo aliyousema kina Petro, kama sijakosea ni kina Petro, waliomwambia yule bari Yesu na uchungu kama wanyongo. Ile ni roho ya Malkia wa mbingu, na ndio inahusika na mambo ya kubashiri, sijui kunini, kutabiri na kadhalika. Halo. Mungu huwa anajifunua. Amesema kweli kwamba kukiwa na jambo kabla halijatokea atawajulisha watakatifu, lakini sio formula ya kikundi, sio formula ya maisha, sio formula ya kanisa. Bwana akisema atararua, ujue atashona. Bwana akisema atatawanya, ujue kuna siku amesema mkikaa vizuri nitakusanya. Kulikuwa na kakikundi kamoja, yani wakikuchukia kwa sababu hii spirit ina tabia ya kupambana na vibali vya watumishi. Yani kama umepata kibali kwa Bwana, hii spirit ya Malkia wa mbingu inatenda kazi, na ikipata mbingu za mtu zilizo wazi ambazo Yesu hajakabidhiwa, zinaingia zinakaa hapo. Wakamchukia mama mmoja kwa sababu amepata kibali cha kutumika mbele ya huduma moja kubwa. Sitasema ni nchi gani. Wakamuonea mama yule uchungu kama wanyongo niliosema. Alafu akaanza kusema majambazi wampige, wambake, wamburute,
ashindwe kabisa kusimama kwenye hii nafasi, mimi niipate hii nafasi kwa sababu Bwana alisema na mimi. Sio Bwana, ni Malkia wa mbingu amesema na wewe. Kwa sababu Malkia wa mbingu anahusika na mambo ya kutabiri, anahusika na mambo ya ndoto. Ndio maana Paulo alisema hizo ndoto zipimwe, ziwekwe kwenye mizani. Usijifanye expert wa ndoto, hakuna. Usijifanye expert wa maono. Maono yakija yapimwe, ndoto zikija zipimwe, na kama vinafanyikia mafichoni vilipuliwe nuruni. Haleluya. Yaani hapo msiposhangilia na shangilia tu mwenyewe. Vitu vya kichochoroni viondolewe. Kama we ni nabii wa Bwana, kanisa la Bwana likutambue. Hatutaki manabii wa vichochoroni, hatutaki. Maana ya nabii ni huduma iliyowekwa ndani ya kanisa kusaidia kanisa. Sasa vichochoro vya nini? Mitaa ya mbinguni hakuna vichochoro, njia zimenyooka. Hello. Hey! Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo sikiliza, usimuombee mtumishi mwenzako mabaya. Sikiliza, Mungu akitaka kufanya jambo huwa hasaidiwi. Mungu akitaka kumuua mtu atamuua. Mfano mzuri, sitafungua, muda ni mdogo sana. Lakini Mungu alipomkataa Sauli, kwani Musa alienda, ni nani yule aliyekuwa anamwombea? Samuel. Kwani Samuel alienda akasema, Mungu huyo hakutii maagizo yako, muue? Yesu alikuwa anamwombea, tena akaenda anang'ang'ana kumwombea rehema. Mungu akamwambia usimuombe, maana nimemkataa. Kwa hiyo Mungu akitaka kufanya kitu hahitaji msaada wa Malkia wa mbingu. Yeye ana mapepo yote chini yake, anaweza kuyaamuru. Kama alivyoamuru yaende kwa yule mfalme, yakaingia ndani yake kumdanganya Ahabu. Halo. Anaweza kayatumia tu. Nachotaka nini? Jifunze kuwa na nidhamu ya Mungu kwenye utumishi Mungu aliyokupa. Usiombe vibaya. Kuna mtu anaweza akamchukia tu mchungaji Allen Mbiso, ghafla anaanza kumwombea mabaya. Akaanza tu kumwombea mabaya. Kuna siku nimeenda mahali, kuna kakikundi, watu wawili watatu wamekaa nyuma, wanasema huyu kapewa nafasi huku, kapewa nafasi huku. Kwa hiyo wamesikaa pale nyuma, unafikiri wanakuzamia. Na ndio maana ukiitwa kutumika, jifunze kuwa muombaji. Acha kutegemea maombi ya watu tu. Pamoja na kwamba ni vizuri watu waombe, lakini haujui moyo wa mwanadamu. Sasa sikuambii uache waombaji, ni muhimu kuwa nao. Lakini kumbe wenzangu wanaomba, kinywa changu kifungwe kisiweze kunena, nikosee, ili maneno yao ya uongo waliosema yaonekane kumbe ni kweli. Yona wewe ni Yona uliyekwepa unaenda Tarshishi, akarudishwa akaenda Ninawi kuhubiri, alafu Mungu akagairi, anakasirika Mungu amegairi. Najua kuna watu wanaonyeshwa vitu, alafu Mungu akivigairi wanachukia kwa sababu walitaka wao ndio waonekane ni manabii. Roho ya Malkia wa mbingu, Mungu ni wa rehema, na Mungu hatangulizi kuangamiza kabla ya kuponya. Kwa hiyo akisema ataangamiza, hapa nyuma kuna mwanzo, neno la uponyaji. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Musipo, taangamia kwa upanga. Kwa hiyo hapa lazima neno la Bwana la rehema liwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mtumishi leo katokea wapi huyu? Sema vitu vigumu. Hivi ni vitu vya kiutumishi. Tunataka kumtumikia Mungu, watu wa Mungu. Ni vitu vya kiutumishi kabisa. Tunataka tumtumikie Mungu wetu aliye hai. Sasa hii nimegusa tu kidogo sana. Sikiliza. Lakini jambo lingine la ngapi hilo? La tatu. Ubinafsi kwa watumishi wengine. Yaani ubinafsi.
Mtu anajipenda mwenyewe, hamwazii mwingine, hamwazii mtumishi mwingine, anajiwazia yeye mwenyewe tu. Yani akitaka maombi ni yeye peke yake, yani anajifanya pale aliko yeye ndo mtumishi peke yake. Hivi vidole vyote vitano vipo kwa ajili ya kanisa, ni huduma 5 za kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ubinafsi, usijifikiri ni wewe mwenyewe. Hao wote waliokuzunguka wana kitu cha Mungu ndani yao. Kwa hiyo unapofikiri usijifikirie mwenyewe. Fikiri na yule aliyeko pembeni yako. Mungu amuinue na huyo wa pili aliyeko na wewe. Usione mwingine anainuliwa unakasirika. Unakasirika nini? Sio wewe peke yako. Vidole vyote vitano vinahitaji. Hizi ni huduma 5 ndani ya kanisa. Vinahitaji kufanya kazi ndani ya kanisa. Kwa hiyo ni makosa ubinafsi wako kufikiri uko mwenyewe. Inawezekana ukawa mwenyewe kwenye nafasi uliopewa, lakini ndani ya kanisa zile huduma 5 zipo. Kila mtu ana nafasi aliyopewa kutumika pale. Kwa hiyo usijifikiri mwenyewe. Usijijengeka ufalme kako mwenyewe. Ukijijengeka ufalme kako mwenyewe na kwa ubinafsi ndio unaanza kujitenga. Na leo tuna watu wamejitenga tu, ni watumishi wa Mungu. Yaani ukiwaangalia hauelewi wanaenda mbingu gani. Usijifanye wewe ni wa kiroho sana kuliko Roho Mtakatifu na Biblia. Yesu alikuwa ni wa kiroho na aliongozwa na Roho wa Bwana mpaka kwenda nyikani na kutoka nyikani. Na alijua kutembea na watu, kuchukuliana na watu. Unapojitenga ukawa binafsi, inaonyesha uchanga ama kiburi ama ujeuri wa hii roho ya Malkia wa mbingu. Usijifanye wewe ni special kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu hapa kwa nafasi aliyopewa ni special kwa ajili ya Mungu. Ni special kwa ajili ya Mungu. Na kila mtu kwa ngazi Mungu aliyompa, kwa nafasi, kwa imani. Kadri tunavyoenda tunakuwa na imani zinatofautiana. Sasa usiwe wewe special kwa vile unafikiri Mungu amekuweka hapa au amekupa. Hakuna kilicho bora kuliko cha mwingine. Vyote vinafaidiana kuujenga mwili wa Kristo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ukisikia kumpigia Yesu makofi, mpigie tu, maana ndivyo anavyolijenga kanisa lake. Lakini jambo la 4, anaachilia roho ya uasherati na uzinifu. Roho ya uasherati. Na hii roho ya uasherati kwa watumishi wa Mungu inaingia hata kwa njia za miungu. Usifikiri tu haraka kimwili. Kuna kimwili na kiroho. Unapoona mtumishi wa Mungu amesimama anatumika, alafu ameingiliwa na spiriti hii ya Malkia wa mbingu, akiona mtu amekaa anafanya hivi, mchawi, ni agenti wa kuzimu. Yaani yeye hana msingi mzuri rohoni wa neno la Mungu. Kwa sababu neno la Mungu halimwogopi agenti wa shetani. Neno la Mungu lina nguvu kuliko mawakala wote wa ibilisi aliyelaaniwa kutoka kuzimu. Iwe majini, mapepo, falme za giza, malikia wa aina zote. Neno la Bwana likiwemo ndani yako lina nguvu ya kupambanua. Na mtu mwenye neno la Bwana apigagi kelele. Ukiona mbwa aliyepiga kelele ni muoga. Jiwe likidondoka linamdondokea, bwa, anabweka katikati ya kundi la watu wengi, ni muoga. Kwa hiyo huyo ni hatari kukamatwa na hii roho ya Malkia wa mbingu ikakaa ndani yake. Usiwe mtumishi wa namna hiyo. Neno la Mungu likiwa ndani yako na Roho wa Bwana akikuongoza, umebeba agizo la Mungu, kuna mahali unaona unakoelekea. Na kama kuna vitu vya namna hiyo vya shetani, sio kama wapo. Na kama wapo, neno la Mungu huwa halipigi kelele. Neno la Mungu huwa lina hekima, lina maarifa, alafu lina nguvu, alafu linajua kupigana. Unaweza kukaa hapo likapigana, ukaona majasho yanatoka watu, kumbe neno linapigana ndani kwa ndani. Kwa nini? Umemuona adui. Ukimuona adui haupigi kelele. Ukimuona adui lazima ujue silaha zake zinatokea wapi na zinaelekea wapi. Sipige kelele ovyo ovyo tu. Yaani wewe kila unayemuona ni agenti wa shetani kwako.
hata wakiwepo hawana nguvu kuliko Roho wa Bwana uliye naye. Usibwekebweke kama mbwa koko. Halo? Unajua mbwa koko? Nimetumia lugha ngumu. Usibwekebweke kama mbwa koko. Waliojaa neno la Mungu na hekima ya Bwana na Roho wa Mungu wametulia. Saa nyingine shetani huwa hawezi kuwasoma. Tena ukijua ni agenti wa Bwana na wewe una nguvu za Bwana, mkamate mkono. Tuliingia mahali tukakuta kuna spiriti zimeachiliwa hizi za Malkia wa Mbingu kuharibu watumishi, kuvuruga maombi. Mtumishi mmoja wa Mungu nampenda sana, akasema mmeona hii sigino? Tukamwambia ndio. Akasema tufunge mduara hapa, tukashikana. Tuliposhikana tulipewa sigino moja na Roho Mtakatifu. Anachoomba yule ndicho anachoomba huyu, ndicho anachoomba huyu. Kwa hiyo wale katikati hawana umoja wa Roho Mtakatifu. Wao wanatafuta kuvuruga, kwa sababu ndani yao wamebeba kitu cha shetani cha Malkia wa Mbingu. Unajua tumeendelea, tumeshikana mkono. Mmoja aliyekuwa pembeni yangu akaanza kungurumisha, anatoa, na mimi nikabana, nikajua vimekamata. Unajua nikajua vimekamata, nikasema Roho Mtakatifu asiponyoke hata mmoja leo, lazima wakamatwe. Lazima wakamatwe. Unajua tumeendelea na maombi. Mungu ametupa kunena kwa lugha mpya. Moto umefumuka. Roho wa Bwana ameingilia kati. Wenyewe wakaanza kujichomoa, wakajichomoa mpaka tumemaliza huduma, hawakukanyaga. Roho wa Bwana sio wa kukimbia. Roho wa Bwana sio yeye akimbie, yeye anakimbiwa, ni moto. Bwana Yesu asifiwe. Usitumike na utumishi ambao hauna mashiko. Ndio maana tumewekewa hili darasa tuwe na msingi ulio imara. Usio watumishi wa ruka mtaro. Unajua watumishi wa ruka mtaro? Yaani wewe wanakwenda na upepo. Wakiona mahali tabia hiyo ina hapa pana hela wanaenda, Bwana kanituma. Wakiona hapa pana nini, Bwana kanituma. Nenda hata kama umetumwa kwa watu wenye nyuso za gumegume. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa umejengewa msingi mzuri, hakuna kitakacho kuondoa kufanya utumishi ule ambao Bwana anataka utumike. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kuna watu mende akikatiza tu, roho ya kichawi, spirit ya kichawi inatokana na ya huyu Malkia wa Mbingu. Yaani wewe kila kitu ni hofu hofu tu. Ukilala mpaka upambane. Unashindwa kuelewa hata kulikiri neno la Mungu kwa imani. Unashindwa kuelewa kwamba Biblia inasema tunalindwa na nguvu za Mungu kwa imani. Nguvu za Mungu zipo. Roho wa Bwana yupo. Hajazidi falme za giza. Sisemi kwamba shetani hayupo, yupo. Lakini kama yupo, Yesu yupo. Mwana wa Mungu yupo. Mnazareti aliye hai yupo. Vita ni vya Bwana. Wale tuliokuwepo Ijumaa ni hodari wa vita, anajua kupigana. Jina la Yesu ni ngome. Haleluya. Haleluya. Lakini jambo lingine ni hofu ya kichawi. Nimegusa kidogo kwa sababu ya muda. Ubosi nimegusa. Usihudumie watu kama wewe vile ni bosi. Yesu alisema mkitaka kuwa wakubwa tujifunze kutumikia wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine tukubali hata kushughulishwa na mambo manyonge. Alo, wale tuliokuwa darasa la nyuma, mtu huyu ndiye nitakayemsikiliza. Mnyonge. Mtu mnyonge, mwenye moyo ni mnyonge, asikiapo neno la Mungu, asikiapo anatetemeka. Usiwe bosi juu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna watu hata kaa yao wanapohudumia watu haina nidhamu. Yaani hata kuhudumia watu, yaani yeye ni boss kachora 4. Alafu mama aliyekaa mbele yake ni mtu mzima wa miaka labda 60, 70. Mama wa watu na heshima zake kakaa pale, yeye kaeka 4, alafu anapiga mguu, anagonga anafungua. Eleza shida zako. Sio kwa mganga wa kienyeji, huyu mtu amekuja akutane na Yesu. Usijifanye bosi. Bosi ni Yesu na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya kuwafisha wengine. Roho ya Malkia wa Mbingu ikikaa mahali inaachilia roho ya kufisha huduma za wengine. Unajua namna ya kufisha huduma za wengine? Yaani kuna watu kazi yao ni fitina. Uzushi. Akisikia
ana roho ya kufisha. Yani akisema kitu cha mtu huyu amemuua mbele ya macho ya watu wote. Roho ya kufisha. Haonekani, hasikiki. Wivu wa kiutumishi ni roho ya kufisha. Mtu akisimama anaua huduma za wengine zote. Ile ni spirit inayokaa ndani ambayo inafanya kazi na hii roho ya Malkia wa mbingu. Anaiachilia kufisha kanisa la Bwana, kufisha watumishi wa Mungu. Muda umeniishia, siwezi hata kusema zaidi. Bwana Yesu Kristo atusaidie. Sasa atufiki mbali. Sasa nikuambie kitu kidogo. Tusome kwenye kile kitabu cha Daniel kabla hatujafikia mwisho. Tusome kwenye kile kitabu cha Danieli. Kitabu cha Danieli, tuangalie ile sura. Tuangalie ile sura ya 4. Kitabu cha Danieli kabla hatujafikia mwisho. Kitabu cha Danieli. Umefika mtu wa Mungu? Kitabu cha Danieli anasema hivi. Sura ile ya 4. Tuangalie ule mstari wa 26 haraka haraka. Ule mstari wa 26 anasema hivi. Umefika mtu wa Mungu? Anasema, na kwa kuwa aliamuru kukiacha kisiki cha shina lake, ufalme wako utakuwa imara kwako baada ya wewe kujua ya kuwa mbingu ndizo zinatawala. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Tusome na ule mstari wa 34. Sogea. Ule mstari wa 34 anasema hivi. Hata mwisho wa siku hizo, mimi Nebukadreza nikainua macho yangu kuelekea mbingu. Akaeka koma. Anasema fahamu zangu zikanirudia. Nikamhimidi yeye aliye juu, nikamsifu. Anasema na kumheshimu yeye aishie milele, kwa maana mamlaka yake ni mamlaka ya milele, na ufalme wake hudumu toka kizazi hata kizazi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Angalia, huyu ni Nebukadreza. Kuna misari ukisoma kwenye hii sura ya 4 kule mwanzoni, unamuona Nebukadreza baada ya kutafsiriwa ile ndoto yake aliyoota kwamba ataondolewa kwenye ufalme, ataenda msituni kula nyasi nyakati 7. Unamuona baada ya kutafsiriwa ile ndoto amesimama, anaanza kutembea kwa starehe zake kwenye jumba lake. Anasema sio mimi nilioijenga Babeli, niliojenga mji huu ambao ni fahari yangu. Sio mimi niliofanya. Hii ni roho ya kifahari ya huyu Malkia huyu. Na nisikia hii ni roho ya huyu Malkia, na kuonyesha tu hiyo hali ya kifahari. Lakini kuna kitu nataka uone kabla hatujamaliza hizi dakika. Sikiliza. Wakati anasema yale maneno akiwa katika hali ya kunena, Biblia inasema sauti ikasikika kutoka mbinguni ikimweleza habari zake za kupelekwa msituni. Na Biblia inasema mpaka hapo atakapojua kwamba Mungu ndiye anayetawala. Kwa hiyo baada ya kumaliza zile nyakati ambazo Mungu aliziamuru, maana yake Mungu alikuwa anamshikisha adabu kwa sauti ya walinzi, si ndio Biblia inasema? Maana yake kuna walinzi waliomba hizi mbingu zifunguke hizi. Halo watu wa Mungu. Sikiliza. Alipo zile nyakati zilipoisha, Biblia inasema aliinua macho kutazama kuelekea mbingu. Alipoelekea mbingu kuna kitu aliona. Kwa sababu anasema macho yake alipoelekea tu mbingu,
maana yake zilifunguka kwake. Amen. Alafu ufahamu wake ukamrudia. Ulipomrudia, jambo la kwanza lililozaliwa ni kujua kwamba mbingu ndizo zinazotawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Halo kanisa. Ukiendelea nasema hivi, akamsifu Bwana, akamuhimidi Bwana. Maana yake ni hii, baada ya kuinua macho akakuta mbingu zimefunguliwa. Alimuona mtawala aliyeketi kwenye kiti cha enzi kwenye mbingu. Biblia inasema mbingu ni za Mungu, dunia na nchi imepewa wanadamu, lakini mbingu ni mali ya Bwana, na Mungu ameweka kiti chake cha enzi kwenye mbingu. Na ndio maana anasema mbingu ndizo zinazotawala. Nebukadneza alipofushwa macho na malkia wa mbingu, hakujua kama mbingu ndizo zinazotawala. Kwa hiyo aliishi kibabe, aliishi kwa ujeuri, hakumpa Mungu utukufu. Sasa anafunguliwa, mbingu zake zinampa kumuona aliyeketi kwenye kiti cha enzi kwenye zile mbingu. Ghafla anaanza kumpa ibada ya kumsifu na kumheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Anaanza kumtukuza, anaanza kumsifu, akatambua huyu ndiye anayeishi milele. Ukiendelea ile mistari ya chini nimeachia kwa sababu ya muda. Biblia inasema kwa mara ya pili tena fahamu zake zikamrudia. Alipewa ufahamu wa kwanza kumjua Mungu. Ukiendelea mstari ule unaoendelea pale, akapewa ufahamu mara ya pili, akatambua namna ambavyo anapaswa kutumika kwenye enzi ya Mungu. Alijua kuna wengine hawanielewi. Jamani, niongezeni tu hata dakika zile zimefika. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kuna kitu natamani ukione hapa mara moja. Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana. Akamtukuza na kumheshimu Bwana. Ni ule mstari wangapi na utafuta pale na uangalia pale. Wa 34, hebu soma wewe mwenyewe, utaendelea. Wa 36 andika, utaenda kusoma pale. Ndo anasema kwa mara ya pili baada ya kumtukuza Mungu, maana yake kumpa Mungu ibada, mbingu zake zikafunguka. Yule aliyeketi kwenye kiti cha enzi alipoonekana naye, anasema ya kwamba ufahamu ukampata mara ya pili. Ulipofunguka mara ya pili, akajua namna atakavyotumika kwenye kiti cha enzi na ufalme wa Mungu aliopewa tena kwa mara nyingine ya pili. Sikiliza mtu wa Mungu, mbingu zako zikiwa wazi, utamuona mwana wa mfalme ameketi kwenye zile mbingu. Utakutana naye, na ukikutana naye, Biblia inasema unapoinua hatua ya kutoa ibada zako kwa Mungu, kwa vile mbingu zako ziko wazi, lazima kile kiti cha Mungu kitoe ushirikiano kwako, kitoe ushirikiano kwa kanisa, kitoe ushirikiano kwa taifa, kitoe ushirikiano kwa nchi, kitoe ushirikiano kwenye familia, kwa sababu maisha ya Mungu ni ibada. Amen. Nebukadneza alichokosea, alimnyima Mungu ibada, akampa malkia wa mbingu ibada. Ndio maana alikuwa anajigamba, anasema mimi ndio nimefanya. Hizi ni tabia za malkia, kujigamba na kujivuna na kuona fahari. Utaenda kusoma tu mwenyewe, ile Zaburi. Utaenda tu kusoma ile Zaburi, ni kuachie hapo. Utaenda tu kusoma ile Zaburi. No, andika Isaya, ni muhimu hii zaidi. Andika Isaya 66 mstari wa 11, anasema mbingu ni kiti cha enzi cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mbingu ni kiti cha enzi cha Mungu. Na ndio maana utagundua umuhimu kwa nini Mungu aliamua kuzifanya mbingu na nchi ziwe mashuhuda. Ziwe mashuhuda mbele zake. Asa nazishuhudisha mbingu na nchi. Mbingu ndizo zimeachiliwa baraka, kwa sababu mbingu na nchi zinategemeana. Ndio maana nchi ikifungwa na mbingu inafungwa, mbingu ikifungwa na nchi inafungwa, ardhi inafungwa. Ndio maana tumeona dhambi ilipoingia, mbingu zilikuwa shaba na nchi ilikuwa chuma.
zote zinategemeana. Ukiona mbingu zako zinakuwa giza, hata kwenye ardhi yako kuna shida. Kwa hiyo lazima hivi vitu viwili ni mihimili mikubwa sana ya kimungu katika ulimwengu wa roho. Sikiliza, kama kulivyo na mihimili mitatu ya serikali, mbinguni kuna mihimili mitatu iliyoachiliwa kwa wanadamu, ambayo ni mbingu na ni nchi na ni bahari. Na wengi hatujui kama hivi vitu vina umuhimu mkubwa sana. Maisha ya mwanadamu yamebebwa na hivi vitu. Sikiliza, mbingu zina uwezo wa kutoa majibu, na ndio maana Daudi alijua kwamba mbingu zinatakiwa zitoe ushirikiano na nchi, mbingu zinatakiwa zitoe ushirikiano na bahari, mbingu zinatakiwa zitoe ushirikiano na kanisa. Daudi alikuwa mwepesi, ameimba zaburi nyingi tu ambazo kwenye maandiko anasema, enyi mbingu msifuni Bwana, litukuzeni jina lake. Maana yake alikuwa anapeleka ibada yake kwenye kiti cha enzi cha Mungu, na Mungu alikuwa akipokea zile sifa. Malaika wa mbingu, malikia wa mbingu hawapati nafasi, wafalme wanaotawala mbingu hawapati nafasi, wafalme wa giza hawapati nafasi, malikia wa kipepo wanaotenda kazi kwa njia mbalimbali hawapati nafasi, kwa sababu Daudi alijua kutembea na mbingu zake. Alihakikisha mbingu zake zinakuwa wazi, alijua namna ya kumleta Mungu awe karibu kwenye mbingu zake ni kumpa ibada. Na Mungu anasema hivi, akipewa ibada ni kwenye ile Zaburi ya 100, kuimba, kusifu na kushukuru, maana yake na sadaka. Anasema anapopewa ibada hii kila wakati, mbingu zikahusishwa, zikashirikishwa. Biblia inasema ya kwamba hizo mbingu zinatoa ushirika mkamilifu. Anasema atakuja, ataketi juu ya sifa za wanadamu. Maana yake mbingu zikitawala, tutaona huku duniani mambo yanaenda sawa, tutaona kanisa mambo yanaenda sawa, kwa sababu Mungu amepewa nafasi kwenye kiti chake cha enzi ambacho kiko mbingu. Ndio maana Yesu alipokuja alisema, msiape kwa mbingu wala kwa nchi. Kuna siri ningekueleza, lakini sasa basi, lakini kuna siri kubwa kwenye mbingu, na ndio maana malikia wachezi mbali na mbingu. Unasikia kuna malaikia wa mbingu wanaotumia alama, wanaotumia ishara, wanaotumia herufi kukamata vijana wetu, na kazi kubwa anayofanya ni kuachilia udunia ndani ya kanisa, kuachilia udunia ndani ya vijana, kuwanyonga vijana, kuwanyonga wasichana wetu wa kike, kuwaletea roho za ushoga na ukahaba na umalaya uliokithiri, kuzini kwenye mitandao. Ni hii spirit ya malikia. Daudi akajua namna ya kumtukuza Bwana na kushughulika na mbingu za eneo. Mahali pale Bwana alikokuweka, kama Bwana amekupa mzigo wa Tanzania, usinyamaze kwa habari ya mbingu za Tanzania. Kama Bwana amekupa mzigo kwa ajili ya mbingu za watumishi, usinyamaze kwa ajili ya mbingu za watumishi wa Tanzania. Bwana amekupa mzigo kwa ajili ya watumishi wa kanisa, usinyamaze kwa ajili ya mbingu zao. Bwana amekupa mzigo kwa ajili ya mbingu za familia. Simama mtu wa Mungu, usinyamaze. Bwana amekupa mzigo kwa ajili ya mbingu za vijana. Elewa, iko spirit ya malikia inayotamani kuua vijana wetu usiku na mchana. Hakikisha mtu wa Mungu unasimama kwenye hilo lindo. Walinzi wakasimama. Biblia inasema kwa sauti ya walinzi Nebukadreza akafika mahali pa kujua mbingu ndizo zinazotawala. Mbingu zikitawala, watu watamwabudu Mungu aliye juu. Mbingu zikitawala, dunia itamrudia Bwana, mataifa yatamrudia Bwana. Watu wa Mungu, mbingu ni madhabahu yenye nguvu. Mbingu ni madhabahu yenye nguvu. Usione mwakuu wa giza unapambania anga. Hiyo ni ngazi moja hapa chini wanapambania, usiende huko juu. Lakini tutapenya kama aishivyo Kristo. Tutapenya maana tunayo damu ya mwana kondoo. Tutapenya maana tunao Roho Mtakatifu mwenye nguvu aliyepaa. Yesu alipaa akapita kwenye mbingu hizo, akaenda kwenye mbingu za mbingu. Na sisi tutapenya, tutamtumikia Bwana. Utumishi uliotukuka, utumishi uliotukuka.
Oh Bwana ameweka utumishi uliotukuka ndani yako. Usiogope, pokea nguvu, pokea uwezo wa Bwana. Hatutaogopa hofu ya usiku, hatutaogopa silaha zao. Ujapotetemeka moyo wa bahari, milima ikitetemeka, hatutaogopa. Pokea kuwa shujaa na moyo ulio hodari, maana ni Bwana aliyekuamuru utumike kwenye kizazi na nyakati kama hizi. Hatuogopi, tunaye shujaa Yesu, tunaye shujaa mwanaume aliyefungua marago ya kuzimu, akashuka akafunua ngome za kuzimu, akavunja viti vya enzi vya kipepo, akatoka mwanaume siku ya tatu, amefunikwa na utukufu, akapaa mbinguni, akapaa kwenye mbingu, ameketi mkono wa kuume wa Baba mwenye enzi yote, anatuombea. Usiogope mtu wa Mungu, kile Bwana alichoweka ndani yako, usiogope. Bwana akubarikie na kukulinda, akuangazie tu nuru za uso wake, akufadhili, asikuache. Wema wa Bwana utembee na wewe, vilima viondolewe na milima, wema wake usiondoke juu yako. Pokea neema ya Bwana, tumikie Bwana kwa ujasiri, miguu yako imarishwe, miguu yako itiwe utayari. Simama mtu wa Bwana, simama, pokea, ndio, pokea neema ya Bwana iko juu yako. Kararabo shekererebesa. Oh Bwana, oh Bwana, karamashanda. Ni mimi ninayekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa. Ni mimi ninayekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya, 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 haleluya. Oh God, yes. Nataka nimjue Yesu, na nizidi kumfahamu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili, zaidi, 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 zaidi nimfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake zaidi, 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 zaidi nimfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Jehova achilie baraka yake na uweza wake na nguvu zake kwa watumishi wake. Pokea hizo nguvu na uwezo kwa Roho Mtakatifu, ili utembee katika huo uwepo, ukitenda kazi ya Mungu sawa sawa na neno lake ambalo umelisikia jioni ya leo. Bwana akatende sawa sawa na mapenzi yake. Jehova Baba wa milele, tunakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako, kwa ajili ya kutufundisha kwa Roho wako Mtakatifu jioni ya leo. Asante Bwana, maana mbingu zimesikia na ufalme wako utaendelea kutangazwa. Asante kwa ajili ya wateule wako, kanisa lako, taifa lako ili takatifu. Bwana, ukaachilie nguvu na uwezo kwa kila mmoja, ili atembee katika ufunuo wewe Bwana, tukitambua jinsi tupasavyo kutumika, tukijua jinsi tupasavyo kuenenda, tukijua jinsi tupasavyo kusimama, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu, utukufu na heshima na sifa na uweza ni zako Jehova, mfalme wa amani na Mungu wa milele. Kwa jina la Yesu Kristo, wape watumishi wako uwezo na nguvu, watembee katika uwepo huo, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Amen. Shangilia Jehova, Mungu mwenye nguvu na Baba wa milele. Roho wa neema awe nasi, nguvu zake na uwezo wake utembee nasi nyakati zote na majira yote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiki kinachofundishwa hapa ni kweli kabisa, ni kweli kabisa, na inawezekana kipo hata mahali tulipo. Bwana Yesu asifiwe. Acha kama nitakosea, acha nikosee,
nitaomba toba kwa Mungu. Kama wananena huyu mwinjilisti akihamishwa nitashangilia, acha aende huko akatafute wazinzi. Sio hicho alichokuwa anakifundisha hapa. Nimesikia kitu cha ajabu sana ndani yangu, nikaona kumbe roho, kumbe hata usiposema Roho Mtakatifu atafumua. Basi amefumua. Sijui kama mmenielewa. Kama unasema mwinjilisti Mbise akihamishwa nitafurahi sana, aende huko akatafute wazinzi kwa sababu ya kukemea dhambi, hatutaki akemee dhambi, ujue kwamba hicho anachokifundisha hapa kipo. Nimesema ili waombaji tukaombe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anisaidie kama nimekosea kwenye madhabahu yake kwamba sikupaswa kusema hili. Kama wananena na usifikiri ni mbali. Kwa hiyo ni kitu kipo kinatendeka. Ni kitu kipo kinatendeka. Wanaombea watumishi mabaya. Asa mtu wa jinsi hujui kama anafanya nini. Inawezekana ana vitu vya ajabu sana ameshikilia anafanya kwa ajili ya watumishi. Kama anaweza kunena hadharani mbele ya watu. Lakini imejulikana na Roho amefunua, basi kazi yao imeharibika. Sema amina. Hicho kikundi kazi yao imekwisha. Uwezo wao umekwisha. Najua wanasikia na ujumbe umewafikia. Haleluya. Atukuzwe Bwana, maana ametenda mambo ya ajabu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nami sitakufa bali nitaishi niasimulie matendo ya Bwana. Haleluya. Alafu lazima utangaze msamaha sasa kwa namna hiyo. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana akupe nguvu mpya na uwezo mpya. Karibu tumtolee Mungu sadaka tukimsifu. Mungu awabariki. Nenda na amani ya Kristo, nenda na baraka tele na nguvu tele, tuendelee kumtumikia Jehova aliye hai. Peleni na endelea, ninazidi kutembea, maombi yasikie, e Bwana unipandishe, Bwana, e Bwana niinue kwa imani, nisimame, nipande milima yote, e Bwana unipandishe, Bwana, e Bwana niinue kwa imani, nisimame, nipande milima yote, e Bwana unipandishe. Sina tamaa nikae mahali pa shaka kamwe, hapo wengi wanakaa